Sasa ili kuhamia kwenye gari ni muhimu kwamba gari limeandaliwa kwa njia sahihi. Tunahakikisha kwamba dirisha limefunguliwa ili kumruhusu mtu kuegemea kwenye kizingiti ikiwa anahitaji. Pia ni muhimu kuweka kiti nyuma kadri inavyoweza kwenda, na pia kulaza kiti nyuma ili kuruhusu nafasi ya kutosha kuingia. Sawa hapo sasa ko. Ukija kuelekea kwenye gari, tembea kuelekea mlango ulio wazi. Kidogo mbele zaidi. Weka fimbo yako ndani. Tumia kizingiti kuegemea. Kaa taratibu nyuma kwenye kiti chako. Hivyo ndivyo. Nasonga kidogo na weka miguu yako ndani. Na usisahau kufunga mkanda wako wa usalama. Kuhama kutoka kwenye kiti cha magurudumu kwenda kwenye kiti cha gari, ni muhimu kwamba kiti kimewekwa vizuri kama ilivyoonyeshwa kwenye maonyesho ya awali. Dirisha limefunguliwa na kiti kimewekwa nyuma kadri inavyoweza kwenda. Kiti cha magurudumu kinasogezwa karibu na gari ili mtu aweze kufikia mlango ili kujisawazisha wakati wa kusimama. Breki zinapaswa kuwekwa kila wakati kiti cha magurudumu hakisogei. Hii ni kuzuia kiti kusogea bila kutarajiwa. Msaada unaweza kuhitajika kuhamisha sahani za miguu za kiti cha magurudumu ili zisiwe njiani na kisha kusimama. Hatua chache ndogo kuzunguka zitamleta mtu mahali ambapo anaweza kukaa kwenye kiti cha gari, akihakikisha kuwa makini asigonge kichwa chake kwenye fremu ya mlango. Miguu inawekwa kwenye sehemu ya miguu ya gari wakati sehemu ya chini inazunguka. Mfuko wa plastiki wa ununuzi uliowekwa kwenye kiti unaweza kusaidia kupunguza msuguano kwa kuteleza huku. Kiti cha magurudumu kinaweza kuondolewa.